Wapendwa katika Kristo, tumsifu Yesu Kristo. Kwa majina naitwa Padre Arcado Msongela na toka katika jimbo Katoliki la Mpanda. Nahudumia parokia ya Ausevia pamoja na parokia teule ya Kibaoni. Wapendwa taifa la Mungu, ni vema tukitendelea kutafakari juu ya siku hizi 40 ambazo tunaungana pamoja na Bwana wetu Yesu Kristo katika safari yake ya mateso, kifo pamoja na ufufuko wake. Wazee wetu maaskofu wametupa ujumbe wa kwamba tusimame imara katika imani. Ni ujumbe mzuri ambao unatusaidia na sisi kutafakari juu ya maisha yetu ya hapa duniani. Mara kadhaa tunajikuta tunakumbwa na changamoto mbalimbali katika maisha yetu ya kila siku, na hivi changamoto hizi tunajikuta wakati mwingine zinatukatisha tamaa katika kumfuasa Kristo, lakini wakati mwingine zinatufanya tuweze kupata nguvu ya kusonga mbele zaidi juu ya kumfuasa Kristo. Kipindi hiki cha siku 40 ni kipindi ambacho tunaona na tunasikia habari za majaribu mbalimbali ambayo Kristo anayapitia, na ndivyo anavyotufundisha na sisi kwamba tunapopita katika majaribu mbalimbali hatupaswi kuyumba. Shetani muda wote anatumia vionjo vya mwanadamu katika kumkamata mwanadamu. Anatumia njaa yetu, anatumia kiu, anatumia shida mbalimbali, anatumia labda mamlaka, ili mradi anajua kwa hili mwanadamu anaweza kudanganyika. Na hivi ndugu zangu, kama tutakuwa tumesimama imara katika imani yetu, Shetani huwa ana tabia ya kumwogopa mtu aliyesimama imara, mtu anayemtegemea Mwenyezi Mungu muda wote, mtu asiyedanganyika, mtu asiyedanganya. Ni katika mazingira hayo, katika kipindi hiki cha Kwaresma, tunaambiwa kwamba tutafakari juu ya kusali kwetu, lakini tutafakari juu ya kufunga kwetu, lakini tutafakari juu ya kutoa sadaka. Sala zinatufanya tumsogelee Mungu zaidi. Sala zinatufanya tuungane na Mungu. Kwa kusali kila kitu kinakuwa wazi. Kwa kusali tunajiaminisha kwa Mungu. Ni katika mazingira haya tunaambiwa tujiweke mikononi kwa Mwenyezi Mungu kwa kutenda matendo mema, kwa kutenda matendo ya huruma, kwa kufanya toba. Lengo ni kwamba tumsindikize kikamilifu Bwana wetu Yesu Kristo katika safari yake, na hatimaye basi
tuingie katika kipindi cha Pasaka tukiwa katika hali njema ya roho na hali njema ya mwili. Mazingira yetu kama wanadamu yasitufanye tukamsahau Mwenyezi Mungu. Mazingira yetu yasitufanye tukaenda mbali na Mwenyezi Mungu, bali muda wote tumsogelee Mwenyezi Mungu, maana yeye ndio kila kitu kwetu. Yeye anatambua shida zetu, yeye anatimiza ahadi zetu. Wapendwa, kwa kufanya hivyo tunakuwa tunaungana na wazee wetu wa mwanzo, mababu zetu, wakina Ibrahimu, wakina Yakobo, wakina Isaka, waliosimama imara katika maisha yao, na Mungu aliwapa kile ambacho walimuomba. Mungu alitimiza matakwa yao, nasi tuna wajibu wa kuiga walau kidogo mifano yao katika kuitumia katika kipindi hiki cha Kwaresma, ili nasi tuendelee kusimama imara katika maisha yetu na tuweze kumshuhudia Kristo katika maisha yetu ya kila siku. Ni nafasi yetu ya kuweza kujitafakari, kujitathmini kwa siku hizi 40. Sisi kama wanadamu, wapi tunamkosea Mwenyezi Mungu? Wapi tunamkosea jirani yetu? Mfungo huu utatoa jibu pale ambapo tutakuwa tumefunga kithabiti, tutakuwa tumefunga kweli kweli na si kufunga kwa kuiga. Kama tutakuwa tumetoa mapungufu yetu, kama tutakuwa tumejiachia kwa Kristo, makando kando tuliokuwa tumezoea kuyatenda, sasa tunasema kwa sasa matendo yaliyopo ni matendo yanayompendeza Mwenyezi Mungu. Basi ni katika mazingira hayo kufunga kunatufanya tumsogelee kabisa Mwenyezi Mungu. Kufunga kunatufanya kutotawanya mawazo. Kufunga kunatufanya tuungane na Mwenyezi Mungu kama tamanio ambalo kila mmoja analitamani. Wakati mwingine tunafunga kwa kuiga, wakati mwingine tunafunga kwa kukosa maandalizi. Kwa hiyo mfungo wetu unakuwa hewa. Lakini kama tunafunga kwa kujikusanya kikamilifu, kwa kuangalia mapungufu yetu na kuyarekebisha na kuanza mtindo mpya wa maisha, mfungo wetu utakuwa na thamani. Utakuta wengine wanatushangaa, unafunga lakini hubadiliki katika matendo yako ya zamani. Wanafunga lakini hawaoni thamani ya mfungo wako kwako, kutokana na jinsi ambavyo umejiweka katika mfungo. Kwa hiyo mfungo wako unakuwa hauna thamani. Mfungo utubadilishe mienendo yetu, utubadilishe mazoea, kutoka mazoea mabaya kwenda mazoea mazuri ambayo muda wote yanampendeza Mwenyezi Mungu. Tukifunga hivyo, basi hata tunapoingia katika Pasaka tutakuwa na nafasi ya kufurahi kikamilifu. Tutakuwa na furaha kamilifu kwa sababu tutakuwa tumekwisha kujiandaa na maandalizi yametufanya
tuingie katika kipindi cha Pasaka tukiwa wenye moyo safi, wenye roho safi, na kila atakayetuona wanasema kweli huyu alifunga na mfungo wake umemsaidia. Wakati mwingine tunafunga kwa nia zetu mbalimbali, tunafunga kwa majitoleo yetu mbalimbali, tunafunga kwa maombi yetu mbalimbali. Kila mmoja anakuwa ananuia kutokana na kile anachokitafuta. Kwa mfungo wangu huu natamani Mungu anisaidie kitu hiki, labda kwa sala zangu za kipindi hiki zaweza kutoa matunda katika maisha yangu ya kiroho, yanaweza kutoa matunda katika maisha yangu ya kimwili. Na hivyo, wapendwa katika Kristo, tunaalikwa wote tufunge mfungo sahihi, mfungo usiofuata mkumbo, mfungo usioiga mwingine amefunga na mimi nifunge, bali tufunge mfungo kwa makusudio yale ambayo Kristo anatufundisha, kwa kusali, kwa kujikatalia na kwa majitoleo yetu mbalimbali. Tumsifu Yesu Kristo. This is Mbogi TV. Habari, kazi na sala.